Baada ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuposti au kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na kutokuonekana mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa ndugu Lissu kwenye gereza ambalo alikuwa amehifadhiwa jijini Dar es Salaam Keko, kutokuonekana hapo, lakini taarifa ilikuja kutoka kwamba amehamishwa kutoka gereza hilo kwenda gereza lingine ambalo ni la Ubungo hapo jijini Dar es Salaam. Sasa baada ya kuhamishwa ndugu au bwana Boniface Yai ambaye ni ex-mayor wa Ubungo na ni mwenyekiti wa kanda ya Pwani, amesema alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kwenda kumtembelea mwenyekiti huyo, na alipoenda kumuona alimkuta yuko fiti kabisa, na alimpa ujumbe wa kusema kwamba waendelee kupambana na kutokukatishwa tamaa na aina yoyote, na kuendelea kupambania operation yao ya no reform no election, ambayo ni operation ya kuzunguka nchi nzima kukemea au kutaka mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi, ili kusudi kwamba uchaguzi ambao unaenda kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu, mwaka 2025, uwe wa haki na sawa na kutokuwepo na ubaguzi wowote. Na kuna baadhi ya reform ambazo wenyewe walizozitaka. Kwa mfano, wakurugenzi hawatakiwi kusimamia masuala ya uchaguzi, usiwe na kula feki, vyombo vya usalama au vyombo vinavyohusika, tunazungumzia polisi pamoja na wanajeshi, hawaruhusiwi kabisa kusimamia uchaguzi huo, bali waache wananchi wapige kula kwa haki na kutokubuguziwa na aina yoyote, na matokeo yatangazwe kwa uhuru na kutokuwepo na uibaji wowote ule wa kula. Ndio vitu ambavyo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, hata ACT Wazalendo, ni vitu ambavyo wanavyovitaka. Lakini mheshimiwa Boni Yai baada ya kwenda kumtembelea mheshimiwa Antipas Lissu, tunamzungumzia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa, alikuja na ujumbe wa kusema kwamba mwenyekiti ameendelea kuhamasisha na ameendelea kusema kwamba tuendelee kupambana zaidi na tuendelee kusimamia msingi wetu ambao tumeuanzisha wa kupigania haki kwa wananchi na kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi ambayo itatoa ambayo itakuwa na uchaguzi ambao ni wa uhuru na uchaguzi ambao kutokuwepo na vitishio vyovyote vile kwa wananchi, au kutokuwepo na wizi wowote ule ambao unafanyika, au kutokuwepo na kula feki ambazo zinaweza zikampa ushindi mtu yoyote, bali tu wananchi ndio wapige kula na matokeo yatangazwe kwa uhuru na kwa haki. Lakini amesema kwamba mwenyekiti ametaka tuendelee kupambana, na hivi sasa wako jijini Dar es Salaam na wako wanaendelea na kampeni yao ya kuendelea kutoa elimu na hamasa kwa wananchi, kuendelea kusema kwamba waipitishe hii operation yao ya no reform no election. Na saizi kuna mchakato ambao Chadema wameufanya kutoka kwenye jamii, at least wapate angalau wafuasi au watu milioni 15 ambao watakuwa sambamba na haya mabadiliko ambayo Chadema wamekuja nayo ya no reform no election, ambayo inabidi wafanyie mabadiliko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kusudi kwamba uchaguzi ambao utaenda kufanyika mwezi huu wa 10 mwaka huu 2024 uwe wa haki na sawa. Na alienda mbali akasema kwamba mwenyekiti amesema kwamba kuhamishwa kutoka kwenye gereza la Keko kwenda gereza lingine ni utaratibu wa kawaida kabisa, na ili kuwapa fursa ndugu jamaa na marafiki kwenda kumtembelea na kumjulia hali na namna gani ambavyo anaendelea. Lakini imekuwa ni tofauti na vile ambavyo Lissu alikuwa anategemea, bali wanachama pamoja na watu mbalimbali wamekuwa wakizuiliwa kutokwenda kumuona Lissu kwenye gereza ambalo alipo la hii. Lakini ameendelea kusisitiza kwamba mwenyekiti yuko fiti kalikiti, na ameendelea kutoa hamasa kwamba watu waendelee kupambana zaidi na waendelee kupata elimu na kuendelea kusimamia msingi wao ambao wameuanzisha na kutoyumbishwa na kitu chochote, si ndivyo? So wewe una ujumbe gani kwa hiki ambacho kinaendelea na hiki ambacho Lissu anafanyiwa na kutokupewa uhuru hata wa kwenda kumtembelea ndugu yoyote au wanachama wote ule, kupewa fursa yote ya kwenda kumsalimia Lissu hapo mahabusu ambako amehifadhiwa kwenye gereza hilo la Ukonga ambalo ndo amehamishiwa sasa hivi? Achia ujumbe wako kuna ukurasa wetu wa YouTube, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujatufollow kuna ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. InfoJBC, kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia kaa hivyo. Chao.